Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na tunarudi tena katika kipengele chetu ambacho cha kuhusu mwanamke na mwanaume. Wiki ambayo tunakusha tulija kuzungumzia kana kwamba ama leo nitakuja kuwazungumzia hivi mwanamke akishaolewa, tusikilizeni, mwanamke akishaolewa hali ambayo inakuwa ni ya mke, tumeelewana? Inakuwa ni ya mke, bimaana mwanaume ndio anamkabidhi mwanamke, lakini wapo katika ndoa, ile mahari ile sio ya mke tu, ile mahari wanachangia mke na mme, bimaana nisfu kwa mwanamke, nyingine nisfu kwa mwanaume, bimaana ile mahari haijakuwa yake kwa mwanamke, lakini washamkabidhi mahari, ni mwanamke ndio wanapaswa kumkabidhi ile mahari, lakini ile mahari ile nisfu inakuwa ni ya mwanamke, nyingine inakuwa ni ya mwanaume, tumeelewana? Lakini mwanamke na mwanaume wakishafanya tendo la ndoa, mwanamke akishazaa, ile pesa ile ndo inakuwa ya nani? Inakuwa ya mwanamke, bimaana ile mahari yote inakuwa ya nani? Inakuwa ni ya mwanamke, tumeelewana inshallah? Mwanamke akishazaa, tumeelewana? Mwanamke akishazaa, bimaana ile mahari tena mwanaume haifanyi nini? Haimruhusu, tumeelewana? Na ndio maana katika sheria nasema kwamba mwanamke akishafanya kazi, mwanamke pesa ambayo akipata mwanaume haruhusi kuzila, tumeelewana? Mwanamke akishachuuza pesa ambazo anaingiza katika sheria ya dini, mwanaume haruhusi kula pesa ya mwanamke, lakini mwanaume akishakuwa na maduka, wewe na pesa gani? Hata mwanamke kuna pesa, mwanamke haruhusiwi kula pesa ya nani? Ya mwanaume. Tumeelewana inshallah? Ndio hivyo inshallah.